ambaye yeye ni mtaalamu wa tiba za asili na tunazungumza naye pia kuhusu masuala haya ya tiba za asili. Habari za asubuhi. Salama. Karibu sana. Asante, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Hivi tunapozungumzia sikawa mbona kama mwenduai. Tuko vizuri? Nasikiliza. Okay, tunapozungumzia tiba za asili, tunatofautisha vipi tiba ya asili na tiba ya kisayansi ambayo tumepata hospitali? Naam, kwa uelewa wangu, kwa sababu ya tiba asili na hii tiba ya kisayansi, hata tiba asili ni kisayansi. Maana kwa uelewa wangu nilionao ni utofauti. Utofauti wake unakuja hata kwa haraka ukimtibia mtu kwa mtishamba anachelewa kupata nafuu kwa muda huo, ila akipona anapona mjumla. Ila hizi tiba za sayansi nasema za kizungu, mtu akinywa kidonge na kama ana homa kali inashuka kidogo, inatulia kwa ule, lakini ana uwezekano baadaye tena tunaona magonjwa yanajirudia. Hiyo ndo haraka tofauti ambayo nauona. Tiba za asili ni dawa zake ni lazima zitumie miti. Hakuna namna nyingine ya kutengeneza dawa za tiba za asili tofauti na ndio maana ukasema tiba unakupa kwenye miti. Hapana. Ndio maana ukasema tiba asili. Kwa sababu ni uasilia wa kitu wa jambo fulani. Yaani uasilia wa ule kitu ambacho kitokanao na mti. Lakini ukishasema tiba asili, hata hivi vidonge na venyewe vinatengenezwa kwa asilimia kubwa ni miti, ila vinafika vinaenda kutengenezwa tena vinaongezewa chemical. Na utofauti mkubwa, wewe nafikiri toka umezaliwa mpaka leo hujawahi kusikia mtu kanywa mitishamba kafa. Ni mara chache sana. Au kanywa mitishamba kazidiwa, mara chache sana. Lakini hivi vya kunywa vidonge, hata ukienda kwa hospitali utasikia mtu kanywa vidonge kazidisha, mtu kataka kujiwa kwa vidonge, lakini mitishamba ni mara chache sana. Huo angalia utofauti. Kuna kitu kimoja pia, kuna mbadala, kuna asili. Hivi vitu vinawachanganya watu wengi sana. Tiba mbadala, tiba asili, mimi kwa uelewa wangu mimi kwa hilo neno mbadala ni ile kauli. Ni sawa na watu wanasema dawa. Mimi nahisi kama neno la Kiarabu fulani, lakini uhalisia hamna sunna pale. Ni mitishamba ile. Ila tunasema kupoza. Unajua mimi nahisi limetapaka lile neno dawa za kisuna kwa kupunguza ukali wa kusema tiba asili, kwa sababu walio wengi elimu Tanzania iliharibiwa huko nyuma huko, kwamba mtu akionekana anakunywa mitishamba basi ni mchawi. Kwamba ukiona umebeba mzizi wewe, ilifikia kwamba ukibeba mzizi wewe mkononi unaonekana tayari mshirikina. Hata kama unaenda kunywa watumbo, unaonekana huyu kafuata mitishamba kwa yule mtu, kaenda kunywa, kumbe yeye anaumwa tatizo. Anaenda kujibu. Kwa hiyo watu wakawa wanaogopa kununua. Kwa hiyo watu wakaja sasa na kubadilisha, kupunguza ukali, kusema tiba asili, tiba za kienyeji, tiba mbadala. Wakaja wakasema madukani wanauza tiba za kisuna. Kwa mtu ukimwambia ikawa rahisi kusema, hata mtaani kusema nenda kununua duka la kisuna, mtu hana hofu anaenda kununua. Haoni aibu, haoni kama watu watamshangaa, anabidi akanunue. Lakini ukiweka duka afu kaliandika tiba asili ama tiba mbadala, watu wengi wana hofu kwamba anaweza asije akaonekana kama kaishaingia kwenye ushirikina. Ndio tatizo. Kuna kitu kimoja, kuna kipindi ilifikia waganga wengi walikuwa wataki kuitwa waganga wa kienyeji. Ili kwa maana kwamba tafsiri ambayo watu wengi walikuwa nayo, ukimwita mtu mganga wa kienyeji unampeleka moja kwa moja kwenye swala la mchonganishi na nini. Watu wanahisi kwamba mimi nimeitwa mganga wa kienyeji sitaki. Na ilifikia kuna kipindi nilikuwa nahudhuria baadhi ya vikao vya vile vya vyama vyenu ambao mnakutana kila mwisho wa mwaka kukaa kujadili, ambapo ndani yake kunakuwa na viongozi wa serikali, jeshi la polisi na vitu kama hivyo. Nishawahi kuhudhuria pia, wakawa wanaambizana kuhusiana na hicho kitu kwamba si vizuri sana kuitana waganga wa kienyeji. Hii ina athari gani kwenye taaluma yenu? Mimi nafikiri ni kujielewa. Unajua sisi Waafrika tuna tabia ya hofu, ama tunapotaka kufanya hata jambo zuri kisa umeitwa hivi unakuwa una hofu katika kwamba mimi nitaonekanaje kwenye jamii. Inaweza kuwa ni jamii una lengo zuri na wale wanaopokea lile neno, basi wakilipokea mtu mmoja akilikosoa akaliandika tofauti ama akazani yeye kwa ufikiri wake ni tofauti na hivyo, basi wote tunaiga hivyo kwa akili ya mtu mmoja. Kuitwa mganga wa kienyeji mimi siogopi. Mimi hata sasa ukiniita mganga wa kienyeji nakubali nao. Tena vizuri sasa. Kwa sababu ndio maana ilikuwa tiba asili, ukawa mbona dokta wa kizungu au wale wa sayansi za kizungu anaitwa mganga. Anaweza kaitwa mganga na akaitika.
Umeona? Lakini mimi hapa natumia tiba asili nikiitwa mganga wa kienyeji, yani natumia zile mitishamba za kienyeji. Maana yake ile neno kienyeji ni utofauti kati ya hizo za Kisuna na kienyeji, Kizungu, kienyeji. Sawa, kwanza mimi nataka nitoe pongezi dhati kwenu kwa namna ambavyo mmetusaidia katika janga la corona. Kiukweli mmetoa msaada mkubwa sana kwa raia wa Tanzania mpaka sasa hivi tumefikia kwenye hali hii, na uzuri zaidi yawezekana mlianza kupata promo kubwa sana baada ya kiongozi mmoja kutoka mkurugenzi wa tiba mbadala kutoka Muhimbili alizungumza kuhusiana namna ambavyo tunawategemea ninyi pia kuweza kutoa msaada katika vitu kama hivyo. Hongereni na mmefanya kazi yenu kwa vizuri. Inawezekana pia baada ya pale imani imekuwa kubwa zaidi. Tunatamani sana kufahamu ni kwa namna gani ambavyo mnashirikiana na serikali kuweza kurasimisha dawa zenu. Sababu kuna mpango wa serikali ambao upo kwa maana ya kwamba kila dawa ya Dr. fulani itakayepitia kwa mkemia wa serikali. Je, haya mambo yanafanyika kwenye taratibu zenu? Lakini vile vile mnafanya taratibu zipi ili kuweza kuwafikia na hata mkiwa chama chenu kwa wale ambao hawajafanya hivyo, nini wapi kinafanyika? Kwamba lazima ipitie kwa mkemia ama kwa serikali. Na hii tiba asili mimi nasema hiyo ipo kwa asilimia, lakini asilimia kubwa kwa watu wanaofahamu tiba asili bado hawajapata hiyo elimu. Unajua tiba asili haiko kwa shule. Yaani kuna kiongozi mmoja nimesikia, kuna mwingine anacho kichwani. Sasa hajaandika sehemu yoyote. Lakini sasa anaishia yeye kutumia yeye mwenyewe. Hawezi kumpa hata mtu mwingine. Hawa hata kama akimpa mtu mwingine kawapa familia yake. Tena haswa hao ni wale wa vijijini. Huku mjini hapana. Ndio maana unakuta hata milipuko ya magonjwa ni tofauti na mtu wa kijijini na wa mjini. Okay, uchunguza hizo ndugu yangu unajua upata majibu. Kijijini bwana hata mzazi anapojifungua hana nani sana kama mtu wa mjini. Mtu wa mjini akichelewa kidogo tu apitiwa ni kisu. Kwa sababu hata mazoezi ya wana kijiji anapalia na mimba mpaka miezi kadhaa, akijisikia sengea anakunywa mti shamba, huku maisha yanaendelea. Kwa hiyo hii elimu haijafika sana kwamba kuna lazima uchukue wewe unafahamu dawa utopitia hapa upeleke serikali wakaichunguze na nini. Hiyo iko kwa wale waelewa, watu ambao tunatembea vijijini, tupo mjini, tupo ndio tunapata hiyo elimu. Ila wale ambao wako vijijini kule kabisa ambao ndio wana dawa sasa hizo. Unajua mtu anakuta kijijini ana dawa nzuri na wewe akikupa hapa unashangaa wewe kweli amepata wapi dawa? Kweli nimekanipa tunafu nimepona. Tatizo lilikuwa linanisumbua hapa miaka kadhaa au limeshazunguka hospitali kadhaa. Lakini huyu kanipa tu wiki moja lakini najisikia vizuri. Basi anaisha nayo huko. Mwisho wa siku anakuja anaondoka duniani na mti kama kinao mwenyewe. Na ndio hiyo ilikuja kuharibu toka wazee wa zamani walikuwa hakiwa anajua kama bibi yangu anafahamu dawa ya kuweza kutibu wewe au kumtibu mjukuu wake, anamtibu yeye mwenyewe. Na mimi aniambie kwamba huu mti ni mti tu. Ukichukua bwana ukiuchemsha akinywa huyu akaona lazi lolote la design hii anapona, hakwambii. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuja kuondoka duniani mimi nakuwa sifahamu ule mti. Lakini kumbe kuna mti ungesaidia hata watu zaidi ya 20,000 walazi kama lile. Okay, Sultan, kwa nini watu wengi wanahusianisha tiba asili na masuala ya kishirikina? Na hicho ndio kilichosababisha watu wanaogopa hata kama muda mtu unajua dawa, ndio nimekwambia hicho ndio kilichosababisha mtu hata kama akitaka kwenda kununua dawa anasumbuliwa na lazi linaomsumbua katika mwili anashindwa kwa sababu anaonekana atakuwa nani? Mshirikina huyo. Unajua mshirikina mshirikina ni yule mchawi tu anaologa. Limeshatoka kwa sisi huko Afrika tena sasa Tanzania naweza nikaiongelea kwa sababu ndio nilipo. Tulishatoka lile. Liliopo sasa hivi ni mtu yoyote anaoshika mzizi au mtu yoyote anaopewa dawa hata kwenye gazeti wewe mchawi. Hata kama anaenda kujitibu yeye mwenyewe labda hii naambiwa itasafisha figo, labda hii miguu inawaka moto ukinywa hii ukachukua muda fulani unapona. Au umeparalyze hii ukifanya hivi, mwisho wa siku akibeba yule sengine ishamponesha, akibeba yule inaonekana mshirikina. Na kingine zaidi ikatoka kote huko, ndio maana ikazidi kupotea. Kuna jambo likitoka ukiponesha, kuna mtu anaweza kutoa ushahidi. Sijui unaelewa. Lakini kuna dawa hizi za kienyeji, watu wengi sana wanakunywa dawa za kienyeji. Wengi sana. Lakini hawawezi kusubutu kuja mbele hapa na kusema mimi bwana nilienda kwa fulani alinipa dawa nilikuwa nasumbuliwa na tatizo labda la figo
nikapona, au kisukari au pressure ilikuwa inanisumbua, nilikuwa nimehangaika mpaka nimebakia kunywa tu dawa, lakini nimepona kwa mtu fulani anaogopa. Kwa hiyo ile haiwezi kumhamasisha mwingine anasumbuliwa ile tatizo liko nyumbani, akaenda kwa yule mtu, na yule mtu anabaki na dawa yake kwa sababu alishamponea. Basi yeye ndo anabaki anamwamini yeye, bwana mimi alimponesha yule. Labda kama ana rafiki wa karibu anaweza kumwambia bwana mimi niliponea pale, lakini usimwambie mtu. Kwa hiyo kumbe yeye anakuwa na hofu ya kuchekwa, atakuwa ametumia za kishirikina, ataonekana kama mshirikina. Okay, sasa hivi kuna ikitokea ajira, tunafahamu hiyo tiba asili ni ajira kama zilivyo ajira nyingine, kama ulivyo daktari. Sasa hivi kuna wimbi la watu ambao wanajichomeka tu kwenye ajira za watu. Sisi waandishi wa habari sasa hivi kuna waandishi wa habari wa kila design huko nje. Ninyi mnatambuana vipi? Yaani mimi sasa ambaye ndo mgonjwa, miguu yangu inawaka moto, nitajithibitishia vipi kwamba Sultan miti mingi anaweza akanitibu na wala si Skawa? Yaani kuna kuwa na kitu gani ambacho kinadhihirisha ama kinathibitisha kwamba huyu ni mtaalamu wa tiba za asili? Kwanza kama walivyosema kwa wale sisi watu wa tiba za asili tunakuwa na serikali inatupa vibali kama vya kawaida, kama vibali vya kawaida unakuwa nacho. Kwa hiyo kuna wengine ndio wanasema wanajipenyeza, kuna mwingine hana elimu ya kwenda kufuatilia kibali, ila miti anaijua. Kwa hiyo anabaki vile vile, kwa hiyo anaonekana na yeye ni Dr. Bubu. Ila wapo kuna wale nikafanya takwimu ndogo, nikaona unaweza kukuta watu wanaofahamu tiba za asili ni zaidi ya watu 5000 hapa Tanzania, lakini waliokuwa wanatambulika unaweza kukuta zaidi ya watu 1000 tu au 100 ngapi au 2000, wale wanaotambulika na serikali wenye vibali vyao kwamba wanaofanya. Kwa hiyo ili kutambuana ni kazi ngumu, lakini tunatambuana kwa wale kama mnavyokuwa labda kwenye vikao, ndio unafahamu fulani anafanya hivi, fulani anafanya hivi. Na kutambuana kingine ni ile kwamba mimi naweza nikawa najua, mimi naweza kuwa nafahamu mti huu, mti mmoja labda mfano asali, mfano hiyo asali, ile asali inaweza kama mimi najua bwana huyu mimi naweza kumtibu huyu kichwa tu kimwagwa kipanda uso, asali najua inatibu hivi mimi. Au mimi na huyu naweza kama labda akipata magonjwa ya zinaa tunaita yale. Hii asali kuna design akitumia kwa mpangilio, akachanganya labda na maziwa ya ng'ombe, akachanganya labda na mti fulani ambao akichanganya akinywa labda kwa ndani ya wiki anapona jumla bila kuchoma sindano au kufanya chochote, anapona. Mimi naweza kunafahamu hivyo. Kumbe kuna mtaalamu mwingine hiyo mimi naoifahamu hivyo, yeye anafahamu kwamba mtu anasumbuliwa na mgongo akichukua asali na mti fulani na aliovunjika labda mguu bado umeleta kujikunja, akachukua ile asali akachukua labda na mti fulani akachanganya akausaga vizuri au akauchoma kwa mweusi labda kama ni mzizi wake, akaupaka ule asali kila siku asubuhi sana, akamwagia maji ya baridi, akawa anafanya kuna mazoezi ya kufanya katika mkono tu, unanyooka mguu wako na unatembea bila nguvu. Tunaweza kuchukua dawa wiki 2. Kumbe dawa moja mwingine anaweza akajua kwa mazingira tofauti. Dawa ile na mazingira akajua mtu tofauti. Na mwingine akikaa tu unajua haya maono. Siku moja nilikaa na mtu mmoja akaniuliza maswali kama hayo unaniuliza sasa hivi. Na ilikuwa kabla ya janga la corona. Na mimi sitaki kujisifu sana. Mimi ndio nilikuwa kwanza niliposti corona ilipoingia kusema kujifukiza, watu wakasema utafungwa kwenye mitandao. Hongera sana. Nikafuta. Na siku nilikuwa na ushahidi. Yaani hapa nakwambia na ushahidi. Nikafuta, naogopa kufuta. Walianza kupiga simu, sinajua watu bana wakaanza kupiga simu. Wewe ushahidi gani unashahidi ndicho kujifukiza bado dawa za kienyeji? Mimi ndio nilisema mwarobaini. Na mwarobaini huo niliukata Mwananyamala Kisiwani mpaka leo alama ipo. Siku mimi niliposema Mwananyamala pale Kisiwani pale NCCM pale kuna mafundi nilipeleka kama wanatengeneza gari yangu pale. Niliwapeleka tukana naongelea jamani corona limeanza, ipatikana mmoja tu Arusha, Mimi nikamwambia msiogope. Unajua nini msiogope? Dawa ni hii mlionayo hapa mmekaa nayo 40 hii, ukijifusha 40 unachukua na mkaratusi. Na kwa kweli mimi nilikuwa mbisha atakuvaa na nini. Wakaniambia utakufa na nini na mimi nikatengwa na mke wangu. Anajua hata hapo sasa pale nifuatilia. Umeona? Mimi nilitengwa kwa kweli kwa sababu nilikuwa mbishi fulani, kwa sababu nilikuwa nimeshajua kwamba na maono fulani kwamba maono niliyopata kwamba dawa yake ya corona ni hii. Kwa hiyo niliwapa elimu na mpaka baada ya kuja kutangaza pale alivyotangaza rais kwamba watu wafanyeje na yule nani wa afya alivyotangaza na Jafu, walimpigia simu na tulipigiaga nao,
hata leo yupo fundi alinilipa ile langu 80. Tulipingiana mimi hii isipokuja kuwa dawa. Tufanye kama kabishi fulani. Mimi nitampa 1,500,000 mimi. Yeye akasema laki, baadaye akapunguza akasema mimi nitakupa 80 kwa sababu sina hela. Itakuwa mwenzangu naye. Nikamwambia sawa. Lakini ilipokuja utangazo sasa serikali baada ya kama wiki 3 hivi. Nitoka niseme mimi na mimi nilikuwa nimeyabeba nimepeleka hadi nyumbani kwangu nikaanza kuyatumia. Na nilipoanza kutumia nilianza kuona mafua nini, mtu wangu akaniambia ngoja nipige simu. Nikamwambia wala usipige simu, mimi naenda ukaa kule wala msinisogelee. Mimi nakula kunywa nilitoka naingia gari yangu na kampandi. Nibaki mwenyewe. Baada ya siku 3 mafua yale yalikatika. Bado nikawahakikishia sasa na wale. Nikamwambia mimi mwenyewe nilihisi lakini nimeshapona. Kwa hiyo hii ndo dawa. Baada kwa ile Mwenyezi Mungu akanijibu. Hata hakutuchukua siku nyingi, watu serikali ikasema tufanye hivyo. Kwa hiyo kumbe unaweza tukawa tunadharau miti tuna wenyewe, tena Mwenyezi Mungu ndo ametujalia, lakini mwisho wa siku tungeifuatilia, kumbe kuna vitu vingi tungepunguzia hata sala serikali ya bajeti ya madawa. Hivi kabla ya sikao jiongea Sultan, nyie ndio wale ambao mnarudisha mpenzi aliyepotea, tunaleta utajiri, pete ya bahati, mume anasumbua nyumbani. Ndio nyie Sultan, tuongee vizuri hapa so sikiliza. Hivyo kuna upande fulani unajua unaposema tiba asili. Dawa hii. Unajua kwanza unajua dawa hii ya asili ndio maana kumwingia anaichoma kumwingia na hivi. Ndio maana nikwambia hiyo dawa unaifahamu mimi kwamba hii inaponesha. Kumbe kuna mwingine anaifahamu kwamba hii dawa kichoma hii hata wewe mama unakuja kwanza. Yani waota mpaka wewe mwenyewe unasema ulishangoja wewe kusikia mwanaume kapewa limbwata huyo. Mpaka kazumiwa labda nyumba, kauje ukafanya haongei hata mwanamke akimfumania. Sasa mimi nikisema hii tiba asili sasa hivi nianze kusema eti sio mimi tunafanya hivyo. Nitakuwa bado nimeendelea kuikataa. Hii kwa tiba asili inaweza. Tiba asili inaweza. Kuna miti inaweza kuita. Mtu inaweza kuita mtu. Miti ambayo inaita mzuri na chimba wala hakuna nini. Ni kuiambia sasa ndio kitu kimoja pale kinaendana. Mtu unapouchimba unauambia. Yaani kauli. Yaani ukiuchoma kimya ufanye ndio jiulize. Hiyo ndio tunaita ramli au ramli ni ile kuja mtu anapandisha ama anapandisha maruhani anaanza kutabiri vitu vya kwako. Hiyo ndio hiyo yeye amfanye. Hiyo ndio ramli. Sasa hiyo mimi hapa. Ramli hiyo kwamba unasema wewe bwana umerogwa na fulani, hiyo ndio ramli chonganishi. Kwa sababu hata serikali inakupa vile vibali kuna vipengele inaandika pale. Kuna hicho usikifanye. Hivi unafanya ila hicho hivi kuna mahusiano gani kati ya dini na utabibu huu wa asili? Hamna mahusiano. Hakuna mahusiano ya hamna mahusiano. Hivi karibuni tumewashuhudia si tu Waislamu hadi Wakristo tumewaona wako kwenye dini na wako kwenye hizi huu utabibu ambao ni wa asili. Lakini zamani ilikuwa ni changamoto kidogo kumwona mtu kwenye dini alafu anafanya na hivyo vitu. Na ndio ilikuwa hiyo sasa unaweza kufikiria kwamba inawezekana yuko huku anafanya hivyo vitu, basi kuna vitu vingine ambavyo anafanya hivyo si sawa. Nikwambie kitu. Hata nani Musa nani alifanya nini? Aliolewa maji, aligawa kwa fimbo au kwa mkono? Musa alikuwa anatupa fimbo ile kwa nyoka au kwa mkono? Alifimbo. Basi kumbe kuna uhusiano na alikuwa anasema alikuwa anaambiwa sasa kuna vitu vingine vimeelekezwa kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu hivi vitabu vyote kwamba kama mafuta ukichukua mafuta ukiona watu wanakuambia hata wanaenda ukanyaga mafuta utakuta labda wanakanyaga mafuta yale ni mafuta ya mzaituni. Sio, unanielewa vizuri kwamba leo tunania kukanyaga mafuta kanisani kwamba yale mafuta wanakanyaga sio kwamba mafuta ya kitu kingine ni mafuta ya miti. Inaweza kuwa mafuta ya mzaituni inawezekana na ukakuta hapo kuna hivyo haya mafuta ya mzaituni yanayouzwa sijui mpaka wakaita dawa za kisuna. Ukiangalia dawa hizi sio kwamba ziko Tanzania peke yake. Nchi nyingi zipo za Tanzania haya maduka. Na haya mpaka kuitwa dawa hizo za kisuna ina maana watu wanaingia kama katika vitabu vya Mwenyezi Mungu wanasoma wanajua kwamba wanaelekeza na kama Mtume Muhammad sallallahu anaelekeza jinsi ya kujitibu kwa kutumia miti. Okay,
tumesikia umuhimu wa kweli watu wa tiba za asili. Na kipindi kile cha corona tuliwaona zaidi. Ukuta ile janga lilikuja ili sasa tufahamu, unajua nini bwana? Kuna kundi la watu lipo huku linaweza likatusaidia. Na hakika kwa lilitusaidia. Sasa hivi tunapozungumza si hatuna corona, tunaisikia tu kwa jirani zetu corona. Hivi serikali ifanye nini? Kwa sababu wewe uko ndani ya sekta hiyo ya masuala ya tiba asili. Serikali ifanye nini ama wapi unadhani tuwekee mkazo zaidi ili tuweze kukuza zaidi tiba hizi za asili? Cha kwanza kabisa elimu. Unajua kwa sababu ilikuwa imepotea, yani ilikuwa zamani kwa wazee wetu walikuwa wanafanya sana hivi vitu vya tiba asili. Lakini baada ya hapo kwenda na hilo kuingia watu wakaona kumbe, nafikiri hata nchi zingine hawapendi vitu kwa sababu ni biashara wenyewe wanafanya. Watu wa nje huko wanafanya biashara. Sasa bana dawa unaweza kama miti wanaingia huko kwetu. Wanaenda kwa kutengeneza wanairudisha tena kwetu. Kwa hiyo kwanza ni elimu ipatikane nzuri, serikali ifanye hivyo. Pili watu kama hivyo ambao tumejaliwa kujua miti, basi tuendelee kukua tuna vibali rasmi na tupewe fursa ambao kama mtu ana uwezo mkubwa kama alivyosema Mheshimiwa Rais, basi hata viwanda vya kutengeneza, sio viwanda vya nani, kwa sababu tiba asili tunaweza kusema tutengeze ile kiwanda ndio nasindika, tutarudi kule zitabadilika, zitakuwa dawa zinafunga kama zile kule, lakini hizi tu bado zibaki kuwa asili. Unajua ndio maana tunasema tiba asili mpaka sasa hivi unasema inaweza kufanya. Ndio maana nimekwambia kuna dawa nyingine unaenda kuichimba hii ya kuchimba polini ni ile ambayo imechukuliwa ikatwangwa ikaenda kuwekwa pale Kariakoo kwa duka. Lakini wewe ukachukua ile ukanywa na usipone. Mshasibu ukasema huyu alioniuzia huyu amenitapeli. Kuna ugonjwa uko vile vile. Kumbe hii miti ndio maana nimekwambia miti mingine miti ina ufahamu. Hii miti kama wanadamu. Miti mingine unachimba ndio pale unakuja wanasema kwa imani. Miti mingine inachimbwa kwa maongezi. Mimi bibi yangu alinifundisha hivyo. Tena alikuwa mdogo wangu ameugua degedege ile na watoto. Akawa kaogeshwa dawa fulani ikashindikana, akapelekwa hospitali, siku kwanza ikatulia. Akaenda kupigwa dipe maji nakumbuka nzizo. Ilikuwa ya Kitete Tabora. Akarudishwa likapanda jumla likakaa zaidi ya masaa mawili. Yule bibi yangu akaniambia nenda kachimbe mti fulani, ila ule mti unenee wakati unauchimba. Ule mti unafanyaje? Ni unenee, yani kuunenea ni uongelee kwamba na uchimba kwa dhamira kwenda kufanyia kwa dhamira kwenda kumtibu na sio kwa dhamira mbaya kumtibu ndo mambo. Basi nilipochukua ule mti nilivyoenda alivyofikisha nyumbani nikamwangalia akautengeneza anaupanga pale kwa upanga akaambia maji mengine atakuwa naoga hii kidogo asubuhi anakunywa kidogo nusu yani kama tu dawa za kimungu zilivyo kidogo na mchana kidogo ili tatizo litarudi kwa mpaka leo. Yani alipona mpaka leo. Okay, pengine tukupe nafasi ya kuzungumza na mtazamaji ambaye yeye bado anaona ukizungumzia masuala ya tiba asili kwamba Gift alikuwa anasumbuliwa na tumbo alafu kaenda kwenye masuala ya tiba asili. Ndio mtoto mshirikina hivi na vitu kama hivyo. Hebu zungumza na watazamaji kuhusu hizo mentality ambazo wao wanazokuchukua. Mimi nafikiri watoke kwenye tuseme zama sasa hivi, turudi kwenye zama za nyuma kidogo. Sio turudi kwa mengineyo, turudi kule umaskini tuliwaga nao, hapana. Zama nazozisema turudi kwenye zama za hizi tiba asili. Kwamba turudi kwamba wazee wetu walikuwa wanatumia tiba asili na walikuwa na miaka mingi zaidi hata sasa. Na walikuwa wana afya zao mpaka sasa hivi ukikuta mzee wa zamani yuko vizuri. Na sio kwamba walikuwa wanafanya hata mazoezi sana. Walikuwa wanafanya tu kazi ngumu. Na ndio mazoezi yenyewe sasa hivi si mazoezi hatufanyi. Vyakula mnavyokula ndio hivyo, lakini kuna mitishamba humo kuna dawa ambayo inapunguza sumu mwilini. Yaani unakunywa kama hivyo kujifukiza. Ukiwa unajifukiza uwezi mazoezi, unajifukiza hata mara 2 kwa wiki. Yaani unajifukiza mabaya Jumatatu au Jumamosi hadi Jumamosi nyingine unapata ile mfuke ule. Kwa hiyo dawa basi maradhi mengine madogo yote wala huwezi kuyasikia. Na hilo mimi nasemea ushahidi, mimi sijatoka sikumbuki ni ukweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu ndio. Hebu ni ibada zote. Ibada yako mimi basi Mwenyezi ibada na swali. Kwa magonjwa ibada. Ibada pale unapokuwa Mwenyezi Mungu anasema kukupa mtihani, unaenda kukupa mtihani. Lakini mara nyingi mimi waga nikijisikia tofauti, nachukua mwarobaini, naangalia dawa gani na kunywa. Yaani ninapojihisi tu aiza na nachukua hiyo nia kujifukiza, najifukiza. Nikijifukiza kimya mwaka unapita na mwaka mwingine
Na sisikiagi popote panapouma kwa kweli. Sisikii. Okay, mtazamaji, nafahamu tumekuwa tukisumbuliwa na maradhi mbalimbali. Wengine miguu yao inawaka moto, matumbo yanauma, vichwa vinauma kila siku, ukiamka tu ni mtu wa kuumwa kichwa. Mimi nafahamu mtu yeye tangu nimfahamu yeye anaumwaga tu kichwa. Hakuna siku amepumzika kuumwa kichwa. Hata anywe dawa kiasi gani, yeye bado tu kichwa kinamuuma. Hata anywe maji mengi kiasi gani, bado tu kichwa kinamuuma. Nafahamu kuna wazee wangu ambao wananitazama, yeye akikaa tu basi miguu haiwezi tena kusimama. Watu wanasumbuliwa na maradhi kadha wa kadha. Unazunguka sana hospitali umeshindwa, basi nikwambia kuna tiba mbadala ama kuna dawa za asili ambazo pia zinasaidia. Sultan, pengine utuambie wewe unapatikana wapi kwa mtu ambaye anatamani kupata matibabu labda ya maradhi ambayo amehangaika nayo muda mrefu, miguu yake inawakaga moto tu, miaka nenda miaka rudi. Wewe unapatikana wapi ili aweze kukupata? Mimi napatikana hapa Africana tu. Na hapa Africana Mbezi Beach. Kwa kidogo kama inaelekea Salasala hapo, ile shule ya shule hapo. Napatikana mitaa hiyo. Na napatikana Tabora. Watu wa Tabora wanafahamu. Tabora cheo. Na napatikana Kahama Kakola. Kwa ofisi. Na ndio huko nilipoanzia. Huko nilikuja ili wajue sasa. Huko nilikuja nimeletwa na watu. Sio kwamba nimeletwa eti wa hapa. Walio wengi walikuwa wanatoka nje ya nchi wanakuja wananifuata kule. Sasa wakifika wakishuka hapa afu mtu kutoka Ulaya ukimwambia panda aje kule anaona hapana. Mwisho akaniambia kwa nini nanga ndio tukio la kuja sio huko ndivyo taratibu. Kwa sababu kuna watu walienda wako Ulaya kule kuja wakapona kwangu na laza ndio wanasumbuliwa Ulaya. Wakapona basi wakaniambia sawa na mimi kwanza kuja dawa ilibidi nipangie nyumba nzima. Masharti yangu. Wakalipia kodi ya mwaka. Sultan anakuwa maisha. Sultan kwa kama mimi kuna bwana hivi anitaki, namtaka siku nyingi anitaki. Unaweza kumvuta aje? Unanionyesha tu. Sio kazi yako. Kwa anakuja mwenyewe. Mbona muangalia wewe? Mimi nimesema mimi nimemwangalia tu. Basi nikafikiri wewe ndo nikasema unionyeshe tu hapa. Anakuja mwenyewe. Ningekuwa mimi mbona nilikuwa nimeshaenda. Basi mimi nitakuwa na masuala ya utajiri nini nyumba za hapa na pale. Sasa hayo mengineo hayo. Mume anahangaika ndani atulia, yani mume kisirani sio la kufa. Mimi nakwambia, mimi bado sizikatai tiba asili. Mimi siwezi kuzikataa. Mimi bado nakwambia kama ni jambo la kheri kwamba natakuwa najua mti dawa ya kukupa wewe mume wako alikuoa kwa ndoa, mmeoana, una watoto, hatulii ndani kwa sababu kapata kingine kule kimchepuko tena haramu, sio halali. Na afu kija kwangu, mimi nakupa dawa wakatulie kwa sababu mimi najua Mwenyezi Mungu atanilipa. Inshallah. Kwa sababu hata yule mtoto atamtunza na wewe utaendelea na ndoa yako salama, utaishi kwa amani. Nimependa bwana, tutamtafuta yule ambaye alikuwa ananisumbua muda mrefu sasa kiboko yako. Huyu hapa Sultan toka hapa. Kingine ni mimi na TV online na yenyewe hai nimesajili inaitwa Sultan Mitingi TV. Sultan Mitingi. Ndio wengi sana wanakipata masomo yangu mengi ama humo. Japokuwa mwanzoni nilifungua kwa ile ya masomo ya tiba tu, lakini baadaye nilipoona bora nisajili ili washoshana vya habari kidogo na nini iwe vitu vyote sio kitu kimoja. Kwa hiyo watu wengi wa nje walikuwa wananipata huko. Mtu akikufuata anataka nivute mimi niambie. Mafaa. Hapana, unajua kuna elimu moja, mimi na elimu moja. Na hiyo elimu ziko hata kwenye vitabu. Kila kitu kimeandikwa. Unajua zao zamani hata walikuwa wanakaa sana kwa sababu hata Waarabu walikuwa wanafanya sana hiyo vitu kwa naangalia kwanza kabla hajaenda kumwoa binti, anaangalia nyota. Akishaangalia nyota, hii nyota ni nzuri, hii tunaweza tukaishi bila kugombana, ndio anakwenda kumchumbia. Umeona? Kwa hiyo wewe kabla hujaolewa kwanza muombe Mwenyezi Mungu, unaomba sana atakufungulia. Unajua Mwenyezi Mungu anafunua. Kisali sana usiku anakuonesha huyu sahihi, huyu sio sahihi. Huyu hapana. Anawe sio sahihi na mimi nampenda sana. Na ukikuta nyota yako unaolingana mpaka damu inakuwa kama ni group O. Okay. Ukienda kwa mke wangu saizi ukinipima group O na na ulitulia kwanza kabla hujampata. Nani? Yaani ulituliza kwanza kichwa alafu ndo ukampata. Si ndo maana nilikuwa na mke wa kwanza tukashindana kidogo nikamweka. Nilikutuliza kwa dawa. Subiri nione faida kwanza niliyopata. Ili watu wasiogope tu basi. Watutishe kama mkeo wakukimbia mimi wakwako utamweza sita. Sio kanikimbia mimi. Nimemshindwa. Mimi. Umeshindwa kumtuliza kwa dawa? Namtulizaje kwa dawa? Si dawa zipo, umeniambia mwanangu anasema ni kwa dawa. Atasema na mloga. Nitakosa bahati zingine. Nasema ukienda kwa mwanaume anakuweka kwa zezeta. Kwa mwacha aende. Nikamwambia tulia. Siku nikahitaji nitakurudia. Siku nikahitaji. Kwa nikampa talaka moja. Kaida zile tatu. Nilivyokuja huku kuletwa na wateja nikaoa tena Dar es Salaam.
Dar es Salaam tena tunaoga maji ya Dawaska. Nikaoa. Kwa hiyo nimeoa, lakini nimeoa penyewe ukipima, ukitaka kujua paka na damu. Mimi sijampeleka hospitali ya kwenda kupima group. Lakini sasa hivi paka group naye sawa. Hongera sana. Anatumia Sultan miti mingi online, unaweza ukampata akakupa dawa. Mimi niwasihi bwana, ukienda kwa Sultan tafuta dawa ambazo zinatibu wewe. Mtu akutaki achana naye, atakuja mwingine ambaye anakupenda. So kwa sasa hivi tupate mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa tunaendelea. Tafadhali sana usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na Instagram ni Plus TV TZ. Jina langu ni Gift Swahili, niko na Skawa Junior na mtaalamu wa tiba za Sultan miti mingi. So tuna mapumziko mafupi, alafu tutarejea tena.